Hii ni hadithi ya kweli ya kijana mmoja aliyetupwa kwenye gereza hatari zaidi wa karne ya 20. Gereza lililokuwa kwenye kisiwa cha mbali kabisa ambako wafungwa hawakuruhusiwa hata kusogea kwa uhuru. Hata hivyo, hakuwahi kupoteza matumaini ya kutoroka. Katika eneo la kaskazini mashariki mwa Amerika ya Kusini, kuna kisiwa cha mbali kabisa kinachozungukwa na bahari pande zote. Hadithi inaanza mwaka 1931 huko Paris. Mhusika mkuu Henry, aliyejulikana kama Papillon, ni mwizi wa stadi wa mfukoni aliyekuwa akiishi kwenye ulimwengu wa uhalifu, akiiba vitu vya thamani kwa niaba ya mabosi wa mafia. Wakati wa wizi mmoja, Papillon alificha almasi chache kwa ajili yake mwenyewe, lakini alikamatwa na mmoja wa watu wa karibu wa mabosi wa mafia. Kwa hasira kali, Papillon alisingiziwa kesi ya mauaji ambayo hakuifanya. Matokeo yake, Papillon alihukumiwa kifungo cha maisha. Alihukumiwa kutumia maisha yake yote gerezani. Akiwa anasubiri kuhamishwa kwenda gerezani, Papillon alikutana na mfungwa mwenzake aitwaye Juliot, ambaye naye alikuwa na mpango wa kutoroka na tayari alikuwa amefanya utafiti mkubwa. Juliot alimwambia Papillon kuwa ili kufanikiwa kutoroka wangehitaji pesa kwa ajili ya kuwaonga walinzi na kununua mashua ya kuondoka kisiwani. Kulingana na Juliot, wafungwa matajiri walikuwa wakifunga pesa kwa njia maalum na kuzificha ndani ya miili yao ili kukwepa ukaguzi wa polisi. Kulikuwa na mwanaume mmoja mwembamba mwenye miwani alionekana mwenye wasiwasi sana, aitwaye Louis Degas. Alikuwa ni tapeli wa kifedha na pia alikuwa ni milionea. Wafungwa wengi waliamini Degas alikuwa ameficha pesa ndani ya mwili wake na walitaka kumuua ili wazipate kwa ajili ya mipango yao ya kutoroka. Papillon hakutaka kufanya mauaji, lakini maneno ya Juliot yalimsukuma kufikiria mbinu ya kupata pesa. Hatimaye Papillon, Degas na wafungwa wengine walipandishwa kwenye meli kuelekea gereza la kisiwani. Akiwa ndani ya meli, Papillon alimkaribia Degas kwa siri na kwa uaminifu akamwonya kuwa maisha yake yako hatarini. Alijitolea kumlinda kwa malipo fulani, lakini Degas hakumwamini. Aliamini hata kama mtu angejaribu kumdhuru, polisi waliokuwa wakimsindikiza wasingeruhusu hilo litokee. Hata hivyo, Degas aligundua haraka jinsi alivyokuwa mjinga. Usiku huo, mfungwa mmoja alitumia kisu alichokuwa amekificha kumchoma mfungwa dhaifu hadi kufa, kisha akamchanja tumbo na kutoa pesa zilizokuwa zimefichwa ndani. Polisi waliokuwa wakimlinda, wakitumaini kupata sehemu ya pesa, walifumbia macho tukio hilo. Degas alishuhudia yote na alishtuka sana. Asubuhi iliyofuata, Degas alimfuata Papillon mwenye nguvu na uwezo, akamwajiri rasmi kama mlinzi wake binafsi. Usiku huo huo, yule muuaji alimlenga Degas. Alipokuwa karibu kutekeleza mpango wake, Papillon alimrukia na kumpiga. Akiwa amekulia kwenye ulimwengu wa uhalifu, Papillon alikuwa ni mzoefu wa mapigano. Lile jitu liliadhibiwa na kupigwa vibaya sana hadi walinzi walipofika na kuwazuia. Ingawa Papillon aliadhibiwa kwa kunyimwa chakula kwa siku moja, tukio hilo lilifanya wafungwa wote watambue kuwa Degas sasa alikuwa na mlinzi hatari. Tangu siku hiyo, hakuna aliyethubutu kumgusa Degas tena. Baada ya siku nyingi baharini, meli ilifika hatimaye kwenye kisiwa cha gereza. Mara tu wafungwa waliposhuka, msimamizi wa gereza aliwahutubia kwa ukali. Alisema kila kundi la wafungwa lililofika hapo lilikuwa na watu waliodhani wangeweza kutoroka, lakini hakuna hata mmoja aliyewahi kufanikiwa. Alionya kuwa jaribio la kwanza la kutoroka lingesababisha kifungo cha miaka 2 cha upweke, yani solitary confinement. Jaribio la pili lingemtenga mfungwa miaka 5 ya upweke na baadaye kuhamishwa kwenye kisiwa kingine cha kutengwa ili kufa polepole. Na ikiwa mfungwa angeua mlinzi wakati wa kutoroka, angekatwa kichwa papo hapo. Baada ya onyo hilo, wafungwa wengine walikata tamaa ya kutoroka, lakini bado kulikuwa na wachache waliodhamiria. Papillon akiwa mmoja wao. Alijaribu kumshawishi Degas atoroke naye, lakini Degas aliamini mke wake pamoja na wakili wake wangefanikiwa kumtoa kisheria, hivyo akakataa. Siku moja Papillon alipokuwa akifanya kazi za kulazimishwa nje, alikutana na dalali wa wanawake
na kundi la wanawake wa asili. Baadaye aligundua kuwa kwa sababu ya maisha ya kuchosha kisiwani, walinzi mara kwa mara walimruhusu dalali kuleta wanawake kwa ajili ya huduma. Papillon alipata nafasi ya kuanzisha uhusiano na dalali huyo. Hatimaye dalali alikubali kwamba kwa faranga 4,000 angeweza kumsaidia Papillon kutoroka kisiwani kwa mashua. Lakini Papillon alipaswa kwanza kutoroka gerezani na kufika bandarini. Kabla ya Papillon hajapanga mpango kamili wa kutoroka, tukio la kushtua lilitokea. Siku moja asubuhi, msimamizi aliwakusanya wafungwa wote kwenye uwanja wa mauaji. Ilibainika kuwa Juliet alikuwa amekamatwa wakati wa jaribio la kutoroka na alikuwa amewaua walinzi 2. Msimamizi alimuamuru Juliet akatwe kichwa hadharani. Wafungwa wengine hawakushtuka, lakini Degas alitetemeka kwa hofu. Uso wake ulipauka na mwili wake wote ukaanza kutikisika. Msisimko huo ulimvutia msimamizi, ambaye kwa dhihaka alimpa Degas jukumu la kubeba mwili wa Juliet pamoja na Papillon ili kuupeleka mlimani kwa mazishi. Njiani Degas alizidi kuogopa. Damu ilikuwa ikivuja kupitia sanda. Hatimaye alisimama kabisa kwa hofu. Mlinzi aliyekuwa akiwachunga alitoa mjeledi na kuanza kumpiga Degas kikatili. Papillon alipoona mfadhili wake wa kifedha akipigwa hadi kutapakaa damu, alichukua jiwe kwa hasira ili kumpiga mlinzi kichwani. Mlinzi alianguka chini bila kusogea, akitambua huenda amemuua mlinzi. Papillon alikimbia kwa hofu kuelekea ufukweni. Walinzi walimuona na kuanza kumpigia risasi. Ili kuepuka risasi, Papillon aliruka mtoni na kuacha maji yambebe. Kwa bahati, alifanikiwa kuwatoroka, lakini bado alihitaji mashua. Usiku huo alifika bandarini na kukutana na yule dalali. Bila pesa alimwomba msaidia kwanza na angemlipa baadaye Paris. Kwa mshangao, dalali alikubali, lakini kabla hajapanda mashua, walinzi walitokea gizani na kumkamata. Ilibainika dalali alikuwa amehongwa na walinzi. Papillon alipelekwa mbele ya msimamizi. Bahati nzuri, yule mlinzi hakuwa amekufa, kwa hiyo Papillon hakuua, bali alihukumiwa miaka 2 ya kifungo cha upweke. Chumba chake kilikuwa kidogo sana, kilikuwa kina giza tu, na chakula chake kilikuwa ni uji hafifu wa mboga. Alipigwa mara kwa mara na mlinzi aliyekuwa na chuki. Lakini kilichomtesa zaidi Papillon haikuwa njaa wala vipigo, ilikuwa ni ukimya. Hakuruhusiwa kuzungumza na mtu yeyote. Alikuwa akihesabu siku kwa vidole. Baada ya miezi 2 alipata mshangao. Alipokea nusu ya nazi na ujumbe mdogo. Hakukuwa na saini, lakini alijua kuwa ulikuwa umetoka kwa Degas. Kitendo hicho kidogo kilimridhisha Papillon hamu ya kuishi na kutoroka. Alijua lazima aanze upya, lakini furaha hiyo haikudumu. Msimamizi aligundua nazi hiyo na kwa hasira akamuua mlinzi aliyepokea hongo. Papillon alipokataa kumsaliti Degas, adhabu yake iliongezwa, chakula kilipunguzwa na hata mwanga wa juu ulizuiwa. Papillon alianza kuona maono, lakini hakusaliti rafiki yake. Hatimaye, baada ya miaka 2 kamili ya mateso yasiyoelezeka, Papillon aliishi. Alipoachiwa hatimaye, Papillon alikuwa hoi kabisa, akining'inia kwenye uhai kwa tabu, na hakuweza hata kutembea bila ya kushikiliwa na walinzi. Alipelekwa hospitali ya gereza kwa matibabu. Baada ya muda wa kupona, mwili wake ulianza kurejea taratibu, lakini akili yake ilionekana kuvunjika. Alikuwa mpole kupita kiasi, mzembe na mlegevu, kana kwamba alikuwa amepoteza fahamu zake. Aliposikia hali hiyo, Degas alikimbilia kumtembelea hospitalini. Kufikia wakati huo, Degas alikuwa ametumia maarifa yake ya kifedha kuwa mshauri binafsi wa kifedha wa msimamizi wa gereza. Kwa sababu ya imani hiyo, aliruhusiwa kutembea karibu sehemu zote za gereza isipokuwa vifungo vya upweke. Degas alimshukuru sana Papillon kwa kutomsaliti kamwe. Baada ya kutoa shukrani zake, Papillon aliyekuwa akionekana hana fahamu, ghafla alirejea katika hali yake ya kawaida. Kwa sauti ya chini alimwambia Degas kuwa alikuwa anajifanya mwenda wazimu ili tu kuwaadaa walinzi na madaktari apate kubaki hospitalini akisubiri fursa sahihi ya kutoroka. Degas alifurahi sana, akamwambia Papillon kuwa baada ya siku 2 msimamizi angeandaa onyesho la filamu kwa walinzi na wafungwa.
Huo ungekuwa ni wakati mwafaka wa kutoroka, kwani sauti ya filamu ingezima kelele zao. Safari hii Degas aliamua kutoroka pamoja na Papillon. Ilibainika kuwa mke wa Degas alikuwa amekuwa na uhusiano wa siri na wakili wake kwa muda mrefu, na wote walikuwa wakimdanganya kwamba wanajitahidi kumtoa. Degas alipogundua usaliti huo, hakukuwa na tena cha kusubiri. Ili kuongeza nafasi ya mafanikio, Papillon aliwaajiri wafungwa wawili zaidi waliokuwa wagonjwa hospitalini, Maturate na Celie. Mlinzi mmoja wa hospitali alikuwa na tamaa zisizofaa kwa Maturate, hivyo jukumu lake lilikuwa kumtega na kuiba funguo. Mpango ulifanikiwa kutokana na usumbufu huo. Celie kwa upande wake alikuwa na mahusiano na wavuvi wa kisiwani na angeweza kupata mashua ya kutorokea. Usiku huo wa kutoroka ulipofika, Maturate alimvuta yule mlinzi hadi chooni. Papillon na Celie wakatumia nafasi hiyo kumpiga mlinzi hadi kupoteza fahamu na kuiba funguo. Kisha wakatoroka hospitalini. Wakati huo huo, Degas alijifanya anapeleka ujumbe kwa msimamizi. Aliomba chupa ya mvinyo jikoni. Alitia dawa ya usingizi aliyokuwa amenunua hospitalini na kuwapa walinzi wa lango kuu, akidai ni zawadi kutoka kwa msimamizi. Walinzi walipokunywa, walinogewa na usingizi mzito. Degas akachukua funguo za lango na kuungana na Papillon, Maturate na Celie. Walifanikiwa kununua mashua ya uvuvi, lakini ilikuwa chakavu, haikupiga makasia mbali kabla ya kuanza kuvuja na kusambaratika. Walipohisi wanaweza kuzama, Celie alitoa pendekezo la kikatili, wamtupe Degas baharini ili kupunguza mzigo. Kwa mtazamo wake, Degas alikuwa dhaifu zaidi na alikuwa ameumia mguu, lakini Papillon alimchukulia Degas kama rafiki wake wa karibu. Alikataa vikali. Alipambana na Celie kumlinda Degas, lakini Celie alimzidi nguvu na kuanza kumnyonga. Papillon alikuwa karibu kufa. Degas alitoa kisu kidogo alichokificha kwa kujilinda na akamdunga Celie mgongoni, akamuua papo hapo. Papillon akapata nafuu, akautupa mwili wa Celie baharini. Kwa mzigo kupungua, uvujaji ulipungua kwa muda. Ghafla dhoruba ikatokea, mashua ikatikisika sana na wote watatu wakapoteza fahamu. Walipozinduka, waligundua wameokolewa na wanawake wa eneo hilo na kupelekwa kwenye kisiwa kingine. Walipoanza kupata matumaini, kikosi cha walinzi wa gereza kilifika. Wanawake walikuwa wamewatambua kwamba hawa walikuwa ni wafungwa waliotoroka na wakawaripoti. Maturate alipojaribu kukimbia, alipigwa risasi na akafa papo hapo. Papillon na Degas hawakuwa na budi kujisalimisha, kwa kuwa hilo lilikuwa ni jaribio la pili la Papillon kutoroka. Alihukumiwa miaka 5 zaidi ya kifungo cha upweke. Degas kwa upande mwingine alitupwa kwenye kisiwa cha shetani, Devil's Island, mahali pa kutengwa kabisa ambako wafungwa huacha wafe polepole. Msimamizi aliamini Degas alikuwa amemsaliti na alistahili adhabu kali zaidi. Miaka ikapita. Miaka 5 ilipokwisha, nywele za Papillon zilikuwa zimegeuka nyeupe kabisa, kana kwamba alikuwa amezeeka miaka 50. Hata hivyo, adhabu haikuishia hapo. Baada ya upweke, Papillon alipelekwa Devil's Island ambako Degas alikuwa tayari yupo. Kisiwa hicho hakikuwa na walinzi wala uzio. Kisiwa chenyewe kilikuwa ni gereza. Kilizungukwa na miamba mikubwa ya maji yenye papa. Kutoroka kulionekana haiwezekani. Wafungwa wengi walipoteza akili kwa kukata tamaa na upweke. Kwa faraja ya Papillon, Degas alikuwa bado na akili timamu. Alibaki mtulivu na mwenye mantiki. Papillon hata hivyo hakuwahi kuacha ndoto yake ya kutoroka. Kila siku alitembea ufukweni akitazama mawimbi na kujifunza mienendo ya bahari. Siku moja aligundua muundo wa mikondo ya maji na akapata wazo. Akamwambia Degas kuwa kama wangeweza kutengeneza rafti rahisi, wangeweza kuachwa na mkondo urudi barani. Angehitaji bahati ndogo kuepuka mawimbi makali na papa. Degas akiguswa na azma ya Papillon alikubali kusaidia. Walipata magunia 2 ya majani ya mnazi na wakakusanya nazi tupu. Wakazijaza kwenye magunia na kutengeneza rafti 2. Walipokuwa tayari, waliziburuta hadi ufukweni. Lakini muda mfupi kabla ya kuondoka, Degas alimwambia Papillon kwa utulivu kuwa amezoea maisha ya Devil's Island na hataki tena kuondoka. "Nahitaji kubaki. Mahali pangu ni hapa." Papillon alishtuka. Hakujua kuwa Degas kweli alitaka kubaki.
Aliogopa kuwa mzigo au alikuwa amepoteza ujasiri baada ya miaka mingi ya kifungo. Kwa Papillon sababu haikujalisha. Kwa kuheshimu urafiki wao, aliheshimu uamuzi wa Degas. Kisha Papillon akachukua rafti moja na akaruka baharini. Kwa bahati nzuri, hakukandamizwa na mawimbi wala hakushambuliwa na papa. Akiwa juu ya rafti ya nazi, aliacha mkondo wa bahari umchukue mbali zaidi. Degas alipomtazama rafiki yake akipotea upeoni, alihisi utulivu wa kweli. Miaka ya baadaye, Papillon sasa ni mzee na ana mvi nyingi sana. Aliingia kwenye ofisi ya mchapishaji akiwa na hati ya maandishi mkononi. Alitaka kuchapisha kumbukumbu ya maisha yake. Baada ya kuzisoma, mchapishaji alishangaa sana. Hakusadiki kwa hadithi ya ajabu kiasi hicho ilikuwa ni ya kweli.